Mambo vipi mtazamaji wa Media wa Express? Leo tumeamua kutembelea hapa soko la Feri kujua shughuli na pilika zinazoendelea hapa. Mimi ni Hassan Magulumali na kuletea haya yote kwa siku ya leo, lakini nipo na afisa uvuvi ambaye yeye atatuelekeza nini cha kufanya eneo hili. Atajitambulisha yeye anaitwa nani na nafasi yake hapa soko hili la Feri. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Abed Mohamed Shamte, ni afisa uvuvi soko la samaki Feri. Sisi kwa kiasi kikubwa hapa ndio ambao tunahusika na ukaguzi wa bidhaa za uvuvi ikiwemo samaki pamoja na bidhaa zingine ambazo zinapatikana baharini, lakini pia tunasimamia kwa ujumla sheria na kanuni za uvuvi pamoja na shughuli za biashara na uvuvi zinazoendelea katika soko hili la samaki Feri. Shukrani sana, natumai leo tutakuwa tunapata dondoo nzuri zaidi kuhusu soko hili la kimataifa la samaki hapa Feri. Bila shaka. Hili soko ni soko tunaliita soko la kimataifa la samaki Feri, na limeitwa la kimataifa kwa sababu ni soko ambalo linakutanisha wateja wa kutoka mataifa tofauti tofauti ikiwemo wateja kutoka Tanzania kwa maana ndani ya Dar es Salaam pamoja na nje ya Dar es Salaam, lakini pia wako wateja wengine ambao wanakuja hapa hususan watu kutoka Asia, hususan wa China, wakati mwingine wa Japani huwa wanakuja, lakini pia hata wa Filipino. Kwa ujumla wateja ambao wanatoka nchi za Asia ambao wanakuja kujipatia bidhaa mbalimbali. Tunafahamu hawa huwa wanapenda sana bidhaa adimu za baharini, mfano kama vile kamba, lakini pia kaa pamoja na seashells. Kwa hiyo huwa wanapopata fursa ya kuja hapa nchini hususan Dar es Salaam, huwa wanakuja kutembea katika soko hili la kimataifa la samaki Feri kwa ajili ya kujipatia bidhaa hizo. Shukrani sana, natumai unaweza ukatutembeza kidogo tujue mandhari na maeneo tofauti ya soko hili. Karibuni sana. Asante sana. Mtazamaji, sasa ni wakati wa kwenda kufahamu kwa undani zaidi maeneo mbalimbali ya soko hili la Feri tukiwa na afisa uvuvi wa soko hili. Na mtazamaji, hii ni zone namba 1 na afisa uvuvi hapa yeye atatueleza jukumu la zone namba 1 hapa ni ipi na inajishughulisha na nini hasa. Kabla sijaeleza jukumu la zone namba 1, naomba nifafanue jambo kwamba soko hili limekuwa soko la kipekee Tanzania kwa sababu ya vile ambavyo limeweza kujipambanua. Ni soko ambalo limejengwa katika namna ya upambanifu zaidi, kwa maana limegawanyika katika kanda au tunaita zoni tofauti na kila zoni ina kazi yake na hauruhusiwi kufanya kazi ya zoni fulani kwenye zoni nyingine. Ndio maana hili soko limekuwa ni soko la tofauti na masoko mengine ya uvuvi. Hapa tuliposimama kama mnavyoona, hii ni sehemu ya zoni namba 1 na zoni hii namba 1 ni zoni ambayo imetengwa mahususi kwa ajili ya mnada wa samaki, kwa maana hii ni sehemu ya kuuza samaki kwa jumla. Wavuvi wanapokuwa wanatoka baharini na samaki wao wanakuwa wako na mzigo mkubwa wa samaki. Kwa hivyo wachuuzi pamoja na wafanyabiashara wengine wanakuja hapa kwenye eneo la mnada kwa ajili ya kujionea bidhaa za samaki zilizotoka baharini zilizoletwa na wavuvi na kununua kwa bei ya jumla. Kuna madalali hapa ambao watakuwa wananadisha. Wachuuzi na wafanyabiashara watakuwa wanapanda kulingana na mnada na bei jinsi inavyopanda. Yule ambaye atafika bei ya juu kabisa maana yake ndiye atakuwa ameshinda huo mnada na ndio atapewa samaki husika ambao walikuwa wanauzwa katika mnada huo. Kwa nini wanafanya mnada na mtu anayefika bei ya juu? Kwa nini kusiwe na bei maalum ambayo kila mtu anajua nikienda na 10,000 pale napata samaki? Ndugu mwandishi, kuna kitu ambacho unatakiwa ukielewe
linapokuja kwenye swala la bidhaa hizi za bahari au bidhaa za samaki. Kila samaki huwa anakuwa ana bei yake, lakini pia anakuwa na sifa yake. Kwa maana kuna samaki wengine wana ladha tofauti na samaki wengine, lakini pia kuna samaki wengine bei zao haziwezi kuwa juu zaidi au kuwa chini zaidi ya samaki wengine. Hivyo kila samaki anapaswa kuuzwa kwa bei husika, na ndio maana kuna mnada. Dalali anakuwa anajua kwamba samaki huyu kwa leo jinsi ilivyo anaweza akauzwa kuanzia bei fulani. Kwa hiyo ni ngumu kuweka bei moja ya samaki wote au bei uniform, sababu kila samaki huwa anakuwa na bei yake. Kwa hiyo kila samaki atauzwa kulingana na reputation yake ilivyokuwa sokoni. Ndio maana kuna mnada. Kwa hiyo hii zoni namba 1 ni kuuza na minada ambayo umesema hapa inaendelea. Sasa baada ya kutoka hapa, nini ambacho kinafuata ya kutoka kwenye mnada watu wakishanunua? Kimsingi kama unavyoona hapa kuna watu wa design tofauti tofauti. Wapo wafanyabiashara ambao wakitoka hapa wanaenda kutuuzia samaki rejareja kwenye zone namba 3, kama ambavyo baadaye tutaenda kuona kwamba zone namba 3 ni zone ya biashara ya samaki kwa rejareja. Lakini pia hapo wafanyabiashara ambao wanapeleka samaki maeneo mbalimbali ndani ya jiji la Dar es Salaam, lakini pia nje ya jiji la Dar es Salaam. Hawa mama ambao unawaona ndio wale ambao huwa wanatuuzia dagaa pamoja na samaki kule mitaani kwetu. Kwa hiyo wametoka alfajiri huko, wamekuja kuwahi minada hapa. Wakishachukua hizi bidhaa, maana yake wanaenda kutuuzia sisi mitaani kwa rejareja. Kwa hiyo wapo wafanyabiashara ambao wakichukua bidhaa hapa wanauza ndani ya soko, lakini wapo wengine ambao wakichukua bidhaa wanapeleka nje ya soko ndani ya Dar es Salaam pamoja na maeneo ya pembezoni mwa Dar es Salaam. Kwa hiyo hii zone namba 1 hasa wanaohusika ni wale wafanyabiashara wakubwa na wavuvi. Kimsingi iko hivyo, wafanyabiashara wakubwa, lakini hata wadogo kama hawa mama ni wafanyabiashara wadogo, wanachukuaga mzigo wa kawaida tu, wastani wa kilo 30 mpaka kilo 50, wakati mwingine mpaka kilo 90, inategemea na mtaji wake. Lakini wapo ambao wao huwa wananunua zaidi ya milioni 1, wananunua hapa samaki kwa ajili ya kwenda kupeleka kwenye mahoteli, lakini pia kama nilivyokueleza kupeleka pale zone namba 3. Kwa hiyo ni sehemu ya wavuvi ambao wanauza samaki wengi kwa wakati mmoja, wafanyabiashara wadogo ambao wanapeleka samaki mitaani, lakini pia wafanyabiashara wadogo ambao wana vizimba hapa zone namba 3 na wafanyabiashara wakubwa pia. Kwa hiyo tukitoka hapa sasa hivi tunakwenda zone namba ngapi ambayo ukishafanya biashara hapa unaenda? Zone namba 1 imeshabihiana sana au ina mahusiano makubwa sana na zone namba 3 kama nilivyoeleza, kwa sababu ndiyo zone ambayo inakwenda sasa kuwekwa samaki kwa ajili ya mnunuzi ambaye anakuja kununua samaki kwa kiasi kidogo. Kwa hiyo kama mtu labda ametoka zake kazini huko Posta wapi, anapita anaenda kuvuka, labda anaenda Kigamboni, lakini ametaka kitoweo, anakuja hapa sokoni, akifika zone namba 3 ndo anakutana na samaki ambao anaweza akanunua kwa bei rahisi, kwa maana bei ndogo, kwa sababu hapa labda unaweza kukutana na jodari mmoja mkubwa anauzwa labda 300,000, na wewe unataka kula jodari siku hiyo, lakini ni kitoweo kidogo tu, labda kwa ajili ya dinner au kwa ajili ya lunch. Huwezi ukamnunua jodari yule mkubwa wote kulingana labda na bajeti yako jinsi ilivyo, lakini pia ni samaki ambayo huwezi ukammaliza kwa mara moja. Kwa hiyo unakwenda pale zone namba 3, unakwenda kutafuta samaki ambaye tayari anakuwa yuko kwenye kiwango ambacho unaweza ukamnunua kwa rejareja. Yeah. Nashukuru sana kwa maelezo ya zoni namba 1. Mtazamaji, haya ni maelezo ya zoni namba 1, na natumai kuna zoni nyingi ambazo anaenda kutuelekeza na tufahamu zaidi kuhusiana na soko hili la Feri, nini ambacho kinaendelea. Kasema namba 1 na namba 3 ndo zinashabihiana, lakini kuna namba 2. Kwa nini ameiruka namba 2? Haishabihiani na namba 1, haishabihiani na namba 3? Yeye ataenda kutueleza tukifika kwenye zoni namba 2.